Salama kabisa. Mambo yanakwenda Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanasonga. Nimefurahi leo nimekukuta, sura yako inaonyesha kabisa una bashasha. Wewe ushe kuona mimi nina wasiwasi. Kuna muda nakukuta semaje uso umesawajika. Ni nadra mno. Hapa labda ninakuwa na matatizo yangu mengine tu, kuna gari ya mteja imechelewa kufika. Lakini football haiwezi kunisawajisha uso. Naona mapema mmeanza maandalizi ya Kariakoo Derby, finali Muungano Cup 2026. Mara baada ya jana kumpiga Mlandege msumari wa utosi, leo tumeamkia hapa katika uwanja wa Amani kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea mechi yetu ya finali ya Kombe la Muungano. Na hii kwa jina la kihuku tunaita Derby ya Muungano. Tukirejea Dar es Salaam itakuwa ni Derby ya Kariakoo. Kwa sasa ni Derby ya Muungano. Sisi na mtani wetu tunakwenda kuadhimisha muungano wa Tanzania bara na visiwani. Kimsingi ni kwamba tunakwenda kucheza mechi ngumu sana. Tunakwenda kucheza moja kati ya mechi nzito kweli kweli. Tunakwenda kucheza moja kati ya mechi bora sana. Tunakwenda kucheza Muungano Derby. Tunakwenda kucheza mechi ambayo haitabiriki, mechi ambayo hautamani ifike, mechi ambayo inachukua fikra, akili, mawazo, pressure na kila kitu. Ni mechi ambayo unajisubmit wewe mzima kuelekea katika mechi hiyo. Ni mechi muhimu kwa kila upande. Ni mechi ambayo inaacha historia ambayo itakumbukwa vizazi na vizazi. Ni mechi ambayo kila mtu anaitamani aicheze, lakini haipendi acheze kutokana na matokeo yake huwa anavyoacha doa kubwa kwenye timu ambayo inakuwa imepoteza mchezo wenyewe. Mechi hii niseme tu ya kwamba kila mmoja lazima afahamu ni mechi ngumu. Na sisi Simba Sports Club tunaweka wazi ya kwamba tunakwenda kucheza mechi ngumu kweli kweli. Kucheza dhidi ya mpinzani wako namba moja katika nchi husika, kucheza dhidi ya timu ambayo imesha kufunga mara nyingi mfululizo, kucheza dhidi ya timu iko mbele yako kwenye pointi kwa wakati husika, kucheza dhidi ya timu ambayo haina cha kupoteza. Huwa ni mechi ngumu kweli kweli. Lakini sisi tuseme, sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kuipambania na kuipigania Simba Sports Club. Sisi tuko tayari kwenda kusimamisha heshima ya mnyama Simba Sports Club. Tayari tumeshapoteza sana. Tayari heshima yetu imesha vunjika sana. Sasa tunataka kurejesha heshima ya mnyama. Tunataka kurejesha heshima ya Simba Sports Club. Tunafanyaje? Ni lazima tukacheze mchezo huu na tupate matokeo mazuri. Regardless ya ugumu wa mchezo huu, lakini tutakwenda wanasimba kutoa chote tulichokuwa nacho kwa ajili ya kuipambania Simba yetu. Kama vile ambavyo umetoka kukiri na wengi wanafahamu hivyo, Yanga Sports Club hivi karibuni wamefunga mara nyingi mfululizo. Inawezekana wanasimba wakawa wana pressure, labda kwa upande wenu viongozi na wachezaji koje hii kuelekea mchezo huu? Pressure ni kubwa kwa sababu ukipoteza wanajumlisha tu. Zilikuwa 4 mfululizo zinakuwa 5 mfululizo. Kwa hiyo negative inakuwa zaidi upande wetu. Ni tofauti na mwenzetu. Ukimfunga itamuuma, lakini anaweza kujitetea ya kwamba jamani, mashabiki wangu, huu tumeshamfunga sana na leo amezinduka ametufunga, tunaelekea safari inayokuja. Kwa Simba inakuwa ni ngumu kidogo communication yake, kwa sababu hautawaambia watu wakakuelewa kwa urahisi kwamba mbona tumeshafungwa sana. Kwa hiyo pressure iko zaidi upande wetu, na kwa wao wana hiyo confidence ya kwamba tumeshamfunga sana, tunaweza kumfunga. Hata tukipoteza inakuwa ni bahati mbaya, lakini yeye akipoteza huwezi kusema bahati mbaya kwenye mara 5 ama mara 6. Kwa hiyo pressure lazima nikiri, pressure ipo, lakini sisi tutaingia
kwenda kupambana. Yaani Jumatano ni siku ya mapambano. Jumatano ni siku ya kwenda kuipambania na kuipigania Simba Sports Club. Na ninaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu tutakwenda kuonesha kitu kizuri siku hiyo. Mnaingia kwa tahadhari gani kwa yote haya ambayo umeyazungumza? Tahadhari ni muhimu kwa sababu lazima utambue yule kwanza ni bingwa wa Tanzania, ni bingwa wa hili kombe la Muungano na anaongoza ligi ya Tanzania. Kwa hiyo yeye yuko ahead of us kwenye kila kitu. Sasa kucheza dhidi ya mpinzani wa namna hiyo hautakiwi kuingia kichwa hata kidogo, kwa sababu lolote baya linaweza likakuta. Kwa hiyo lazima uende ukiwa na tahadhari kubwa. Kama ni ulinzi, ufanye ulinzi kwa 100%, kama mnamlinda rais. Kama ni kupata nafasi ya kufunga, ukipata moja lazima ufunge, kwa sababu unaweza usipate tena nafasi kama hiyo katika mechi ya namna hii. Kwa hiyo tahadhari ni kubwa sana, tunazichukua tahadhari hizo, tunazipeleka uwanjani. Morali nzima kwa timu ikoje? Kitu kinachotia matumaini pamoja na pressure yote ambayo inazunguka mchezo huu ni utayari wa wachezaji wetu, namna ambavyo wanautaka huu mchezo. Wale wachezaji wapya tukiwaambia kumbukumbu mbaya ambayo imetuzunguka, wanatuambia sasa poeni, muda na nyinyi wa kufurahi umefika. Kwa hiyo inatupa matumaini mazuri, na ukiangalia walishatuonesha ya kwamba wana uwezo wa kushindana dhidi ya mpinzani wetu. Tukitumia reference ya mechi iliyopita ya hapa uwanja wa Amani, tukadhulumiwa goli letu na yule mwamuzi, lolote baya alimkute katika maisha yake. Vibaya mno, nakwambia. Hatuna huruma hata kidogo na mtu anayetufanyia makusudi. Lolote baya alimkute katika maisha yake. Kwa hiyo tayari tunaona matumaini wanayotupa. Tukichukua na ile reference, tunaamini tuko sehemu salama ya kwenda kuipambania Simba. Kuna bonus yote ambao umepanga kwa wachezaji? Bonus ni lazima. Huwezi kwenda kucheza mechi kama hii kimya. Hii na sio maneno. Yaani hii ni mechi ambayo mtu anamwahidi huku anaona bwana, mkishinda kuna 15 hii hapa hii. Wewe bana, acha kupendela za watu. Tutakukuta jambo baya Zanzibar, kuna wiki saizi. Yaani kuna wiki yani vitu vinachemka. Tuendelee interview umeona bwana. Kwa hiyo lazima wape motisha, kwa sababu ni mechi kubwa, ni mechi ngumu, ni mechi muhimu. Sawa, nyie hamna utaratibu wa kumweka jina mchezo mkampa mchezaji? Mashindano haya ya Muungano tayari yana jina lake. Mechi ya finali tayari ina jina lake kama sikosei, nenda kafuatilia. Kwa hiyo hakuna haja, tayari mechi hiyo ina jina la mheshimiwa mkubwa pale, alafu na wewe unakwenda unampa Mbegu hiyo mechi tena, inakuwa haiko sawa sawa. Mtaja Mbegu hapo, mwanao unamkubali sana. Wewe Mbegu ni hatari sana. Jana ulimwagia sifa nyingi sana. Umepata nafasi ya kukaa naye kuzungumza naye? Kuzungumza naye bado. Namwacha kwanza amalize kazi. Umepata nafasi ya kuzungumza naye sasa hivi, utamwambia nini kijana Mbegu? Atulize akili. Kazi ndo kwanza inaanza. Asijiona amecheza vizuri mechi ya jana, akajiona ameshamaliza kazi na anaweza sasa kuvimba na kutuna. Kimsingi ndo kwanza kazi imeanza. Hiyo ni kwanza, ni mechi dhidi ya Mlandege. Bado ana mechi kubwa zaidi, anatakiwa kumshawishi mwalimu na kucheza. Anatakiwa ni kutunza nidhamu yake, kuwaheshimu wachezaji wenzie na kuheshimu benchi la ufundi na kuheshimu mashabiki, lakini kubwa kabisa ni kuheshimu mpira wa miguu, kwa maana ya kuheshimu kazi yake. Akitoka nje ya misingi hiyo, basi hawezi kudumu hata uwe na kipaji cha namna gani. Kipaji lazima ukitumikie na kipaji lazima ukiheshimu. Refa asiwapime kiwango cha nini? Asitupime kiwango cha ujinga. Ulimaanisha nini hapo sema? Akatae mtu goli letu ndo atajua kumbe Simba ni wajinga. Sasa tusifike huko. Usitake kujua, kwa sababu consequences zake ni ngumu kweli. Kwa hiyo asitupime mtu kiwango cha ujinga. Tucheze mpira wa haki. Goli weka goli, offside weka offside. Hii kauli semaji inatumika hapa kwenye finali ya Muungano Cup au inatumika mpaka kule katika NBC? Everywhere. Refa asiwapime kiwango cha ujinga. Kiwango chetu cha ujinga.
Sawa, semaji, tuzungumzie kuhusiana na hizi tetesi ambazo zinaendelea, maana huwa mara nyingi wanasema lisemwalo lipo, kama halipo laja. Inavyosemekana bwana, Kariakoo Derby, ligi kuu ya NBC kule, waamuzi wanatoka Morocco. Hii kauli ina ukweli kiasi gani, semaji? Sijathibitisha kwa maana sijapata taarifa rasmi, ila inawezekana kwa sababu katika makubaliano yetu baada ya ile sekeseke la tunacheza tuchezi, moja kati ya makubaliano ambao tulijiwekea ni kwamba mechi za dabi waamuzi watatoka nje ya Tanzania. Ndio maana naona mechi iliyofuata alikuja mwamuzi kutoka nchini Misri, kwa hiyo haishangazi mechi hii wakaja waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Ni katika makubaliano, pande zote mbili tulikubaliana hivyo kwamba mwamuzi atatoka nje ya nchi aje achezeshe kandanda. Unavyosikia bila shaka majina umeyaona, ali sio mageni kwako au? Ya, nimeyaona. Kama ni wao kweli, kama ni nini, hatuna shida. Kimsingi tu haki itendeke, mwenye kushinda shinde, mwenye kufungwa afungwe kwa haki na sio kuacha manunguniko katika mioyo ya watu. Ujumbe wako kwa wana Simba ambao pengine bado hawajafika hapa Zanzibar kushuhudia dabi hii ya kwanza, baada ya hapo dabi ya ligi kuu kule Dar es Salaam? Kimsingi tupo kwenye wiki ya dabi. Hii ni wiki ya dabi. Tunaanza dabi ya Muungano, tukitoka hapo tunahamia dabi ya Kariakoo. Kwa yule ambaye atafanikiwa kuja visiwani Zanzibar akaribie. Jumatano tuna kazi ngumu hapa, na kwa yule ambaye uchumi wake haujakaa sawa sawa aitunze fedha yake kwa ajili ya Kariakoo Derby. Very soon tutatangaza viingilio vya Kariakoo Derby, na tukitangaza viingilio watu wanunue kwa ajili ya kwenda Meja General Isamuhyo. Leo sikia jana 50,000 100,000 ile ni ipi? Tulikuwa tunajambisha tu. Kumbe sio rasmi. Na test lakini watu wamepokea vizuri, 100,000 kwa 500,000. Watu wameipokea vizuri sana. Ni watu wana uwezo huo wote? Nafikiri wote wana uwezo huo, semaji? 100,000 kuiona Simba Sports au 500,000 kuiona Simba Sports. We Jeni wewe. Sasa nchi hii kuna starehe ya maana kama kuiona Simba Sports. Kumbe hakuna nyingine. Mimi nakwambia nchi hii ya Tanzania starehe namba 1 ni kuiona Simba ikicheza. Hiyo ndio starehe ya kwanza kabisa ambayo inamsatisfy kila Mtanzania, ambayo inaondoa msongo wa mawazo wa kila Mtanzania, inaondoa pressure ya maisha ya kila Mtanzania. Simba Sports Club ikiwa inacheza. Starehe ya pili ndio inakuja muziki, wakiimba wakina Alikiba, wakina Diamond, wakina Mario, sijui wakina Mbosso, ndo unapata burudani ya pili, kwa maana starehe ya pili. Lakini starehe namba 1 nchi hii ya Tanzania ni Simba Sports. Semaji hapa katikati wasanii wameachia ngoma, kweli umenikumbusha hapo. Starehe ya kwanza umesema kuiona Simba Sports, starehe ya pili ndo wanafuata mambo ya muziki. Wewe ni wimbo gani ambao umeachiwa sasa hivi, yani unaukubali kweli kweli? Unahema kidogo. Mimi muziki bwana. Sifuatili sana. Mbona watu wameimba hapo? Lakini kila nyimbo moja ama kila wimbo moja, Kiswahili ni wimbo sio nyimbo. Mimi nakwambia wimbo hapo. Kila wimbo mmoja, mwalimu wangu wa Kiswahili bwana amefariki. Charles Hillary. Ndo alikuwa mwalimu wangu wa Kiswahili. Akiona interview tu nimeboronga simu. Wewe Ahmed Ali wewe. Sio nyimbo ni wimbo. Kiswahili cha wapi hicho? Alafu kabla haujajitetea anakata simu kachwa. Kuacheza sasa wewe utachagua wewe sasa. Ujirekebishe au sio majeraha ni majeruhi. Wa wapi wewe? Kachwa. Kwa hiyo zimetoka nyimbo nzuri hapo. Diamond ameimba happy, I'm so King Kiba naye ameimba hapo finale ambao tutakuwa nayo hapa. Hiyo finali siku ya Jumatano. Mbosso tangu amegonga ile saa 7 amepiga jingine hapa katikati. Katikati sijasikia, sijui wenzangu. Vipi wenzetu huko? Amna kwa bado naishi na standard 7. Darasa la 7 hiyo. Simba Day unapiga darasa la 7. Hawajakaa vizuri unapiga finali. Hujakaa sasa unawapigia happy. Hawajatulia unawagongea tena darasa la 7. Wewe watu ni
hatari. Semaji kila la kheri. Bana, mimi nashukuru sana. Au una jambo lingine umalizie? Jambo sina. Una? Sawa.